Nami japo niseme pole kwa familia zilizokumbwa na majanga ya ajali, Mwenyezi Mungu akaweze kuwarehemu wapendwa wao na wale ambao wamenusurika wakaweze kupata afueni ya haraka. Tuangazie taarifa nyingine ambapo serikali imeanzisha mpango wa chanjo kwa mifugo katika kaunti ya Trans Nzoia ili kuwalinda wafugaji dhidi ya hasara wakati huu wa msimu wa Krismasi. Aidha, mifugo zaidi ya 150,000 imechanjwa dhidi ya ugonjwa wa midomo na miguu ili kuboresha afya ya mifugo na uzalishaji wa maziwa na nyama kwa wakulima. Wafugaji kaunti hiyo wamerai serikali kuwasaidia sana katika chanjo ya ng'ombe ili kunufaika zaidi na bidhaa za ng'ombe. Aidha, waziri wa kilimo kaunti hiyo Fanis Khatundi amewataka wafugaji hao kujitokeza kwa wingi na mifugo yao ili kunufaika na chanjo hiyo. Washikani ili watusaidie kwa upande wa kuvaccinate wa ng'ombe, especially lambskin disease, foot and mouth. Nadhani hizo ndio ziko very common area hii. Tuko na agripreneurs na currently tumechukua 60 ambao watakuwa nafanya registration. Halafu pia wale veterinary paraprofessionals pia wako 60. Ile changamoto yenye tuko nayo kama county, tunajua kuwa hii vaccination imelenga ile ugonjwa wa mdomo na miguu, foot and mouth disease, but kwa sasa tumechibuka ugonjwa wa lumpy skin disease. So hiyo kupitia kwa serikali ya county government, kupitia kwa mwelekezo wa Governor George Natembeya, tumeweza kusecure 10 million kando ili tuweze kununua tuweze kununua dawa. Biashara ya ufugaji ni biashara kama biashara yoyote, na lazima tuangalie afya ya nyama ambayo tunauza, na njia ya kuhakikisha kwamba ni nyama ambayo inakubalika nchi za nje ni kuhakikisha tumechanja against diseases.